Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu ndugu mtazamaji katika chaneli yangu. Leo ni siku adhim, siku yenye utulivu kabisa. Nimeamua kukuletea interview matata sana ambayo nakwenda kuifanya Micheweni kwenye mji wa Kiuyu, sehemu ambayo tunakwenda kukutana na jamaa anaitwa Msolopa, mzee ambaye amekuwa na umaarufu kupitia masuala ambayo anaelezea kupitia maendeleo ambayo yanafanywa na Mheshimiwa Rais. Lakini licha umaarufu alionao, nini hasa anaweza kutueleza kuhusu Micheweni ilivyokuwa na sasa hivi baada ya kuwa na maendeleo ambayo kama mnavyojua mabarabara yamefika, shule zimefika na mambo mengi mazuri. Mimi nakwenda kuongea naye vitu viwili ambavyo ni swala la wawekezaji katika nafasi ya utalii. Je, umefikia vipi na wana changamoto gani, na hapo mwanzo kulikuwaje na sasa hivi, kutokana kulikuwa na story ndefu zikielezea mambo haya. Anyway, ungana nami kuanzia safari yangu hii mpaka nitakapofika kwa mzee Msolopa. Twende zetu pamoja. Hatimaye nimefika. Hodi hodi hodi. Hodi. Karibu. Mzee. Naam. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Habari? Nzuri, salama. Safi. Habari za Micheweni? Alhamdulillah, tunashukuru. Na nikumbuka? Nakukumbuka sana tu. Asante. Sasa bwana, leo nimekuja. Ndio. Na nataka kuambia watazamaji wangu ambao wanatazama katika channel yangu Ndio mambo mazuri ambayo yapo taifa katika hii Micheweni jumla kwa hii Kiuyu. Sawa. Kwa hiyo nataka kuinterview mara moja na wewe. Hamna tatizo. Kwa hiyo naomba ushirikiano wako. Hamna tatizo, karibu sana. Haya, tuko pamoja. Haya. Ndugu mtazamaji, kama unavyoona niko tayari katika mji wa Kiuyu ambao ndio Micheweni yenyewe, na hapa ndio nyumbani kwake mzee Msolopa, mzee ambaye yeye anajua nje ndani kuhusiana na Kiuyu pamoja na wawekezaji na maendeleo ambayo yanapatikana kwa sasa hivi na changamoto ambazo zilitokea hapo nyuma. Kwa hiyo ungana na mimi na kwenda kutafuta sehemu nzuri ya kukaa naye ili tupate kumwekea interview nzuri. Keep watching Biggie. Mpenzi mtazamaji wa channel yangu, sasa nataka kukueleza mambo mazuri ambayo mengi hujayajua. Hapa nipo katika mji wa Micheweni, sehemu ambayo inasifika kuwa na maendeleo zaidi kwa hapa Pemba. Sehemu ambayo ina barabara za kisasa hapa Pemba. Sehemu ambayo serikali imefanya jitihada kubwa kuhakikisha inawafikishia maendeleo wananchi wanaokaa hapa. Sasa kama unavyoona mabarabara jinsi yalivyokuwa yametanuka, amazing kabisa. Na ukiziona fukwe zake katika mji huu kwa kweli ni nzuri. Lakini nini unajua, kabla ya haya kuna mambo mengi nyuma yalitokea. Sasa ili kujua, leo ndo niko na mzee Msolopa, atatueleza vitu ambavyo Juni hujawahi kupata kuvisikia. Yeye atatueleza leo nini kilichokuwa mwanzo na mpaka sasa hivi, faida gani wameipata na nini kinachokwenda katika maendeleo ya future kwa baadaye. Mzee Msolopa atatueleza. Kabla ya mambo yote hatujaanza, ningependa kwanza ujitambulishe mbele ya kamera, wewe ni nani na mzaliwa wa wapi? Mimi kwa jina naitwa Ismail Hamadi Kombo, jina la kimataifa Msolopa. Mimi ni mzaliwa wa Kiuyu Maziwa Ng'ombe, yanakopatikana maeneo haya ya uwekezaji. Safi sana. Kuna watu wanaenda zao hivi. Okay. Sasa katika mambo muhimu ambayo sisi nataka kujua na wanatazamaji wangu wanataka kuelewa, ile historia nduchu fupi kwa dakika chache tu ambayo itakuwa inawaelezea wananchi au watazamaji kuhusu Micheweni. Kwa kweli Micheweni ilikuwa ni ngumu sana kwa uwekezaji. Ilikuwa ni ngumu sana miaka ya 90 80. Huu uwekezaji huku serikali iliutangaza mwaka 92. Okay. Lakini walivyokuja wawekezaji wa mwanzo, zaidi ya wawekezaji 4 5 waligonga mwamba.
Wananchi walikuwa hawataki kabisa, na ikija gari ya aina yoyote kuelekea maeneo haya ilikuwa tuwapanga mawe barabarani. Mpaka wale wawekezaji wakapotea kabisa, ikawa hawaji tena, na sisi tukaendelea kukaa na shughuli zetu za kawaida. Mtazamaji, unajua tuko katika eneo la public, kwa hiyo kuna movement za watu wanapita na nini, kwa hiyo ndio vitu ambavyo tumetaka kuona pia. Baadhi ya watu wanapita na safari zao, sisi tunaendelea na interview yetu. Jambo jingine ambalo nataka kukuuliza, ambalo kwa faida ya watazamaji wetu, kwa nini haswa mlikuwa hamtaki utalii, au kwa nini hasa mlikuwa hamuhitaji uwekezaji uje katika mji wa Kiuyu au Micheweni kwa ujumla? Mawazo yetu sisi mwanzo yalikuwa utalii ni ukafiri, na sisi tu Waislamu hatuwezi kuwa makafiri. Okay. Imani yenu. Imani yetu. Ndio. Ukitaji wa neno utalii ni sawa sana kwamba kwa jajengwa makanisa, na sisi Waislamu hatuwezi kukubali. Okay. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa fikra zetu. Mpenzi mtazamaji, unasikia jinsi anavyozungumza kwamba hapo mwanzo wao walikuwa wanajua ukiambiwa neno utalii ni jambo ambalo la ukafiri, na ukiangalia asilimia ngapi ya Waislamu? 100% ya wakazi wa Micheweni, Kiuyu kwa ujumla ni Waislamu. Kwa hiyo ukitajiwa kineno utalii wao walikuwa wanajua ni ukafiri, jambo ambalo haikuwa ni kweli na sio kweli. Sasa kutokana na mazingira hayo yalivyokuwa yametokea mwanzo, na nini kiliwafanya sasa mkubali? Mimi nikiwa kamanda wa hilo kundi la kupinga. Kwa mwanzo ulikuwa ni kamanda wa kupinga? Mwanzo nilikuwa ni kamanda wa kupinga. Sawa. Kwa hivyo gari zozote, matukio yote yaliyotokea, mimi nilikuwa ni kiongozi. Okay. Fanyeni hivi msifanye, acheni, kamateni. Kwa hivyo baadaye serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ya wilaya na mkoa ikanifuata, tukaeka mkutano wa pamoja Wete, tukafikia makubaliano, nikarudisha majeshi yangu msituni, nikaleta ndani ya nchi. Okay. Kwa hivyo nikakutana na raia wenzangu, nikawaambia jamani, kuanzia sasa tuiungeni mkono serikali kwa maendeleo yoyote itakayoyaleta ili tufaidike. Jamani, ule utalii si ukafiri. Ukafiri. Maana nikatoa na hadithi ambayo sijaisoma lakini huwa naisikia kwa watu. Hata Mtume alifanya utalii alikuwa kafiri. Sawa. Wakanielewa. Sawa. Hapo ndipo watu wakaanza kujitokeza. Safi sana. Mpenzi mtazamaji, kama unavyoona anavyozungumza Mzee Msolopa kwamba hata Mtume kweli alifanya utalii. Kwa huu utalii sio ukafiri. Exactly kabisa. Na niwakumbushe jamii zote ambazo zinakuwa wanakuja wawekezaji wanakataa, hapana. Lazima wale wawekezaji wanapokuja muwaeleze tu zile situation za aina vijiji vyenu na mambo mengine, lakini kukataa uwekezaji ni kupinga maendeleo katika maeneo. Na hapa kama anavyosema kwamba yeye mwenyewe alikuwa ndio kiongozi wa kupinga, lakini baada ya kukaa na serikali alipatiwa ile elimu husika na akafahamu exactly nini maana utalii, akaja kukaa na jamii na akawaeleza, hatimaye wakakubali haraka. Baada ya hapo nini kimetokea? Baada ya wewe kukubali, kitu gani kimetokea? Baada ya mimi kukubali, wawekezaji walianza kuja. Walianza kuja, na bahati nzuri wawekezaji wa mwanzo waliofanikiwa kupewa ridhaa ya serikali waje wajenge, walianza kazi zao za ujenzi. Okay. Lakini hao jamaa sisi hatujawakubali, kwa sababu walikuwa kwa kweli watuchukulia kama vile watumwa katika vile vibarua. Sisi tuliomba vibarua, ndio kwamba mwekezaji ajaye, lakini vibarua viwe vya wananchi. Tulijuta. Okay. Lakini Mungu ni Mungu. Mungu alisikia dua zetu. Wale wawekezaji serikali ikawafutia mradi na wakaondoka. Okay. Katika vitu ambavyo navisikia kutoka kwako kwamba nyie watu wa hapa wanapokubaliana na wawekezaji wanaokuja waende vile vile wanavyokubaliana nao. Sawa. Kwa hiyo kuna dua nyie mnazo, mkiziomba mwekezaji kama anaondoka. Ndio. Asante sana. Kwa sasa hivi kuna mwekezaji mwingine yote ambaye yupo? Tayari yupo.
Yupo mwekezaji mmoja Mtanzania ambaye makazi yake ni Dar es Salaam. Okay. Na huyu mwekezaji kwa mujibu wa taarifa ana uasili wa uwekezaji. Okay. Maana ana zaidi ya miaka 70 na kwenye kampuni yao ya kuwekeza. Mashaallah. Ana zaidi ya yani kabla ya serikali ya Tanganyika haijapata uhuru. Yeye tayari yaekeza hapa, asafirisha watalii kutoka hapa kupeleka Maka. Ni kwa kweli Muislamu wa kweli. Mashaallah. Muislamu wa kweli. Hata sisi tumefaidika Ramadhani iliyopita. Alikuja kutupa msaada. Mashaallah. Wa futari. Mashaallah. Kwa hivyo mwekezaji aliyepo sasa hivi tumemkubali sana. Na masharti yote kayakubali kwa maandishi. Mashaallah. Safi kabisa. Na wakati wote sijui serikali ifanye vingine, lakini wakati wote anaweza kaanza kazi kwa sababu hata lizi ya ujenzi tayari ashapewa. Okay. Habari njema kabisa. Tayari Micheweni na mwekezaji ambaye Kiuyu, ambaye ndo kuna beach ambayo naweza kusema kati ya beach ambazo niliwahi kuzitangaza, beach namba 1 kwa hapa East Africa au kwa Tanzania au hapa Pemba ni beach ya Kiuyu, ambayo ndio yupo huyo mwekezaji ambaye wao watu wa Micheweni wenyewe, watu wa Kiuyu wenyewe wamemridhia kutokana na ule mfumo wake na experience yake ambayo yuko zaidi ya miaka 70 katika mambo ya uwekezaji. Ni mtu mzima kwa kweli huyo na tayari ana uzoefu mkubwa. Mimi nataka kujua jambo moja, rais ana mchango gani kwenye swala hili? Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, najua mimi kwamba yeye alikuwa kipaumbele katika kuhakikisha haya masuala ya miundombinu yanafanyika. Kama tunavyoona barabara, mmenifahamu, kuna shule, mmenifahamu, haya ambao mwanzo hakuwepo. Lakini nyie baada ya kuwepo, baada ya kukubali uwekezaji uje na mambo mengine yameanza kufunguka. Unalielezaje ili kuhusu Mheshimiwa Rais? Mimi niseme kuhusu rais aliyepo madarakani. Kwanza mambo anayoyafanya kwa muda wa miaka 4 ukiyajumlisha hata kwa thamani ya pesa ya waghali zaidi kuliko miaka ya marais 7 waliopita. Haya mambo yanayofanya miaka 4 uyajumlishe na awamu zote 7 zilizopita kifedha, hasa basi matumizi ya Rais Hussein yawa makubwa bora. Huyu jamaa katumia mpaka kapitiliza. Halafu Rais Hussein kaondoa Pemba na Unguja. Kwa hivyo msemo wa yaliyoko Pemba na Unguja yako sasa watumika kihaki, sio kama vile tawala zilizopita. Sasa na kwenye hili mimi niseme kama hakutawala Rais Hussein lisingalikuwa hili. Toka litangazwe mwaka 92 ndio litangazwa eneo huru. Eneo huru la msitu, nani ajensi tu ni kuwekeza. Sasa lakini Rais Hussein kuingia tu kalifumbulia macho. Alhamdulillah. Saizi liko vizuri. Safi. Na wawekezaji kama hivyo ndio washaanza kumiminika. Kiuka wakati wote tutajenga kule. Na mwekezaji wetu Riazi ambaye watu wa Kiuyu tunamkubali kwa 100%. Tena tuambia serikali mwekezaji wetu asijebubuziwa. Sisi tunampa kila mashirikiano. Ndio. Wakija wakimuondoa Kiuyu haiwekezwi tena. Kiuyu itakuwa uwekezaji basi. Maana mwekezaji wetu si atufai, ni yule aliyepo hivi sasa. Tutafikia matuziano yote. Sasa ndugu mtazamaji, umefaidika kidogo na najua umepata mambo mazuri ambayo umeyasikia kupitia kwa Mzee Msolopa, jinsi ya historia ilivyokuwa kwa ufupi, lakini pia jinsi ya serikali ilivyoweka mchango mkubwa kuhakikisha maendeleo yanakuja, lakini pia ameeleza kuhusu wawekezaji ambao waliokuja na sasa hivi walionayo ambao wenyewe wamemridhia. Kwa hiyo mimi nilitaka ujue hilo tu kupitia kwa Msolopa ili akueleze wewe ujue nini kinachoendelea hapa Micheweni. Lakini kabla kumaliza, matumaini yako kwa hapa Kiuyu ni yapi? Mimi nasema matumaini yangu kwa Kiuyu tushepukana na maisha magumu. Akianza kazi tu mwekezaji, maisha magumu yatapungua. Wengi tutapata vibarua, wengine tutapata ajira za kudumu. Wafanya biashara ndogo ndogo wakati wa ujenzi watafaidika. Sawa. Kwa hivyo ule mkwamo mgumu wa maisha utaondoka. Safi kabisa. Utaondoka kabisa. Hiyo haina kujadiliwa, utaondoka tu kabisa.
Kwa hivyo tumefaidika sana, hili jambo limetuletea neema. Asante sana. Mimi niseme kwamba nimeshiba kwa mambo ambayo amenieleza na nimeridhika. Nimeanza safari yangu kutoka Chake Chake kuja mpaka hapa kwa ajili ya kumuona na kwa faida pia ya watazamaji wangu ambao wanataka kujua, kwa sababu kuna watu wengi wananiambia tunataka kujua Micheweni inaendeleaje. Tunasikia Mheshimiwa Rais amejenga barabara na nini, lakini vipi kuhusu wekezaji? Lakini pia na mimi natoa fursa kwa wawekezaji wengine kuwatangazia kupitia channel yangu kwamba haya maeneo yote unayoyaona yametengwa maalumu kwa ajili ya kuja wawekezaji ili kuinyanyua Pemba, na Pemba ni kwema, na Pemba inawasubiria wao waje ili vijana wetu waendelee kupata opportunities za kufanya kazi. Sina mengi zaidi ya hapa, napenda kukuonesha tu maeneo mengine ambayo utayaona kupitia channel yangu muda mfupi ule unaokuja, ili na wewe uridhike, ujue kwamba kweli serikali imefanya mengi. Mimi sina la kusema zaidi ya salamu alaikum, tuonane katika kipindi kijacho.